Wenye wamekataa kufunga biashara wanaonyeshwa moto. Hii inaitwa Nairobi Business Community, hainanga mchezo. Usipofunga biashara unatolewa siaka, Wacha tusonge nao. Sasa hao traders waendelee kuandamana kwa sababu serikali inaongeza ushuru. Zile bidhaa ambazo zilikuwa zinauzwa kwa container at 2.5 million saa hizi zimepelekwa at 3.2 million. Saa hizi watu hawezi fanya kazi Nairobi kwa sababu ya ushuru. Hii serikali lazima to deal nayo. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno nisikie? Kwa hivyo tunasema pale tunasema na wewe unasema Morali ni wake unaoleka mali. Patson. Ken, kuja. Morali na kumuno raro. Wewe aenda kutengo ya nuko da. Niko Morali wa Pakistan ni mapya kwa ya gas diga yuwa ya. Yes, Morali tawara ikoro kiona ni makirekia ukoro makihuro na tia gas. Tumekaa hivi na hivyo hakuna venye wangenini. Lakini unajua watu walikuwa wanataka kupiga kichwa bana. Tupande baza. Ole baza. Sasa kondo tunaenda mahali kamenuka. Buda, umeona? Watu umeona mpaka tumevinyana kwa gate bana. Actually nilipo karibu na zizi. Mission impossible. Sasa wameenda Central ku receive. Mambo live Nairobi CBD. Watu wamejitokeza kwa wingi. Angalia uone vile hapa kumejaa. Mambo live. Mambo live. Angalia uone. Breaking news, kama hujatoka nyumbani usikuje town. Barabara zimefungwa, Thika Road imefungwa, Lang'ata Road zimefungwa, Mombasa Road imefungwa. Leo kuna maandamano ni ya wanabiashara. Wamesema tax ya kuimport vitu imepanda. So kama hujatoka kwa nyumba, mazee usitoke mazee. Barabara zimefungwa. Nimeacha kwa pale Grobo kwa wameacha moto. So mazee leo itakuwa noma, leo itakuwa mbaya. Watu wanasema vitu zinapanda. Sijui hata uwezi import kitu imepanda sasa ni 3 point something. Guys, usikuje town kama unajipenda. Ni kubaya. Breaking news, protests have erupted in the Nairobi CBD. Here are the details. Now, traders are protesting what they are terming as overtaxation by the Kenya Kwanza government. Specifically, they are against the newly introduced import tax rates. On December, they are punitive and they are making it really hard for traders to do legit business. Ina ni breaking news. Wafanyabiashara wote wamesema leo hakuna kufanya kazi, hakuna kuuza. Kuanzia Kamukoji, Nyamakema, wale wa CBD, wale wa Toboya Street, Ronald Gara, Moi Avenue. Ukiangalia vizuri, wafanyikazi biashara wote wako katika nini? Katika maandamano.
Angalia vizuri uone, ndio tunajiandaa kufanya nini? Kupanga maneno. Angalia polepole hapa. Wafanyabiashara wote wako hapa na tunasema taksi imepanda, kila kitu imepanda. Kwa hivyo kama uko na kununua vitu zako leo, tafadhali kaa kwa nyumba. Leo hatuuzi. Kuja nami nikuonyeshe hapa ndio mambo iko. Sawa sawa? Kabla tufike wapi? Na wanasema maisha imepanda sana. Kuja nami. Maisha imepanda. Sawa sawa? Ina breaking news. Leo hakuna kuuza. Kaa kwa nyumba. Kaa nini? Kaa kwa nyumba. Mapema is the best. Chinja. Hii ndio situation tao saa hii. Business owners wanagoma, wanasema tax iko juu, tax ya ku-import vitu iko juu. Hii ndio situation na wametokea kwa wingi, wamejituma. Ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Na niliwaambia kutakuwa na maandamano, mkaniambia uongo. Sasa hii ndio hiyo, niliwaambia. Na wametokea wengi, ni wengi, ni wengi. Tunaheshimu sheria, tuko pamoja. Ukiheshimu sheria, nataka tusikane hivi, hakuna mtu ataguza mali ya mwingine. Ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, hakuna mtu ataguza mtu mwingine. Kitu ya tatu, hakuna mtu atatusi mwingine. Tuko pamoja. Hivyo siku ya kutetea haki zetu. Wale traders wa Nairobi, wale importers wenye wana import vitu kutoka Japan, China, USA, Cambodia, Haiti, kesho wako maandamano. Hawa watu kwanza, hebu niwakumbushe, mnafaa kuapologize to Kenya. Sisi tukiandamana Nairobi, mlijiita business community, mkatunyorosha. Mkasema tunaharibu biashara. Sasa the turn is yours. Nasikia saa hii container moja ilikuwa 2.5 import duty. Ilikuwa 2.5 million. Saa hii ni 3.2. Tuko pamoja na nyinyi. Lakini sasa sisi tunataka kuona hata nyinyi mkikula siasa. Tunataka kuona hata nyinyi mkiandamana. Oi Ruto, leta otakanon kadhaa. Si ndio? Na tia gasi kuje, wapigwe kidogo. Ndio sasa wakisema one time wanakuwa na machungu kwa roho. Si ndio? Wanajua hatukuwa tunaandamana bure. One time, and this should serve as a lesson. Tafadhali ukiona watu wanaandamana, wachana na wao. Hebu waandamane. Weka ni biashara yako funga. Na nyinyi waandamanaji, heshimu biashara za watu. Si ndio? Tunaandamana in peace. So kesho tuna expect hata nyinyi mtaobserve decorum. Hata nyinyi muandamane. Sisi tukikuja Nairobi, kazi yetu ni kucelebrate. Tunatembea mdogo. Ukiandamana ya kwanza, ya pili tutawajoin. Si ndio? Lakini tunaambia William Ruto, hii serikali, usifikirie serikali ni wewe. Serikali ni sisi. One time, wakati umeongezea import duty, si unasema products ziongezewe. One time, wakati umeongeza import duty, si tunajua ni nyinyi mnajifavor. Juu wewe utaimport kila kitu na hutalipa hata hiyo import duty. Usifikirie sisi ni wajinga. Ingine zitaingilia Somali, ziingilie kwa border. Si ndio? Ama mmesahau? Kenya yote traders wanasema KRA imekuwa too much kwa sababu wale wana import mizigo wameongezewa over 1.5 million per container. Container ile pesa walikuwa wanalipia juu yake KRA imeongeza 1.5 million, ambayo wanasema si ni gumu sana kwao kama wanabiashara. So wamesema kuanzia saa 3 wanabiashara wote nchini Kenya wavae kabut, ile kabut wanavaga ya kazi, apron, watokelezee na maji na watoke na firibi. So kazi yao kesho kuanzia saa 3 itakuwa kuandamana wakihimiza serikali iondoe hiyo tax imeongeza juu, na hata kama ni kuongeza waongeze in a reasonable way or in reasonable manner. So kesho ikiwa una plan kuja biashara ama kwenda kununua vitu Nairobi ama some of these big towns, expect disruption. Except disruption. Kesho ndivyo kuko.